ligi hii Simba na Yanga ndo icon ya soka la Tanzania. Hawa wameshalikoroga walinywe. Mimi naungana na Yanga Africans katika hili na wako sahihi. Uwezo ukapeleka timu wakati hujapata majibu ya uchunguzi, wao watakuwa mwendo wazimu. Na Yanga wana haki ya kutaka majibu ya uchunguzi. Yaani Yanga wanataka ni majibu ya uchunguzi tu. Bodi ya ligi lazima wajue Simba na Yanga ndo maisha ya Watanzania. Bodi ya ligi washapanga tarehe ya dabi. Tarehe 15 Juni ndio dabi itachezwa, dabi ambayo imeotambaa kwa kipindi kirefu, lakini Young Africans barua kubwa ikieleza kwamba wamegomea huo mchezo na hawatocheza kwa sababu ambazo wameziweka wao kama uvunjifu wa kanuni. Wewe una yapi kuhusiana na hilo, Ibrahim Ambokile? Kwanza mimi nadhani Young Africans kwa barua yao ambao wametoa kwamba wacheze, kwa mtu ambaye anajitambua, Young Africans wako sahihi kwangu. Wako sahihi kwa sababu bodi ya ligi kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji, baada kuhairisha dabi tarehe 8, ilisema itaendelea na uchunguzi na baadaye itakuja na majawabu na tarehe ya mechi ya dabi kupangwa. Cha kusikitika sana kwa wasimamizi ambao tumewapa dhamana ya kusimamia kwenye bodi na kamati zao, hawajaja na majibu ya uchunguzi. Kwa nini dabi ilihairishwa Machi 8? Yako mengi ambayo yamesemwa kwamba pengine vurumai ambazo zilitokea pale. Ambacho nilitegemea kukiona ni kupata majawabu kutoka kwa kamanda maalum wa kanda Dar es Salaam, Jumanne Murilo, ambaye alizungumza siku moja kabla au siku mbili kabla ya game kwamba ulinzi na usalama utaimarishwa vizuri kabisa. Lakini bodi ya ligi imeshangaza umma kwa sababu imekwenda kimihemko zaidi, imeshindwa kutoa majawabu ya uchunguzi kwa nini dabi ilihairishwa. Na kuja ki unprofessional. Mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu sijaona majawabu ya uchunguzi. Ni kweli Young Africans ilikwenda kasi na walikuwa wako sahihi kutokana na haya mambo. Walaka kutoka kasi ulikuwa unaelekeza Young Africans kuweza kuanza kuzungumza na channel za ndani ya bodi, kwa maana kwamba kamati ya rufani na mengine, ili kuweza kukaa sawia mahakama ili ipate ushahidi wa pande zote kuweza kusuruhisha. Lakini masikini ya Mungu ambaye ametafsiri ile barua ni kwamba Yanga imefeli na bodi ya ligi kwenda moja kwa moja kwenda kupanga tarehe ya dabi. Hili ni anguko katika soka la Tanzania, kwa maana kwamba walaka kutoka kasi hauelezi kwamba Yanga imefeli. Unanipata vizuri? Ila ukakutane na kamati husika ndani ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi inakuja kusema itapanga tarehe. Sawa, unapanga tarehe. Barua yako ya tarehe 8 kuahirisha dabi ilisema nini? Ulisema kwamba unafanya uchunguzi, dabi hii unaiahirisha. Unafanya uchunguzi. Tunaomba majibu ya uchunguzi. Ambacho nilikitegemea mimi, bodi ya ligi ingeita press na kuambia waandishi wa habari kwamba dabi ya tarehe 8 kwa hekima na busara na kiprofessionalism kabisa, sababu ambazo zilipelekea kuhairisha ile dabi tumebaini. Kuna viashiria vya rushwa. Wachezaji 5 wa timu A wamehusika, lakini ulinzi na usalama ulikuwa ni mdogo. Hao Jafar natupangia dabi. Yanga wako sahihi kugomea. Wako sahihi kugomea 100%. Wenda chuma cha Mjerumani wameona wakiyasema yote hayo watazua taharuki nyingine. Bora kupanga. Nisikilize. Mtanzania mwenye akili timamu ataelewa ninachokisema. Lakini Mtanzania ambaye unga mwana hawezi kunielewa. Nimerejea kwenye barua ya kamati na usimamizi tarehe 8 iliyohairisha dabi. Sawa? Lakini kwanza kamati hiyo ilibaini kwamba Simba haikufanya mawasiliano sawa na maafisa wa uwanja, lakini pia na maafisa wa mchezo mwenyeji.
Maana nini? Young Africans. Sasa wangekuruhusuje wewe unaingia tu uwanjani? Pale sio baa. Kwamba unafika tu kaunta naomba Pepsi, si naomba nini? Haiwezekani. Ndio maana kumbe kuna kanuni. Simba wakati nakwenda kutekeleza majukumu yake kikanuni ya 1745 ilifeli kuwasiliana. Kamati inasema hivyo. Si ndio? Lakini ikaja ikaingia kwamba kuna baadhi ya watu ambao walionekana wana sura za uyanga, mabaunsa wa Yanga. Sawa. Hatukatai. Twaweza tukasema walikuwa wako sahihi kwa sababu wao kutoa taarifa. Si ndio? Unaweza kusema nitoe taarifa ili uweje, na mimi nitakuuliza kwa nini kamati imesema Simba haikutoa taarifa? Maana yake tubishane hoja kwa hoja. Kamati imesema Simba haikuwasiliana. Wewe unayosema kwani lazima, maana yake akili zako fiatu. Kwa sababu mimi nafuata utaratibu wa kamati ya usimamizi na uendeshaji ili baini. Au nataka nikusomee? Tarehe 8. Unataka nikusomee na wewe? Chuma cha Mjerumani unarejea tarehe 8. Narejea tarehe 8. Mimi sitaki kuungaunga maneno hapa. Unaelewa vizuri bwana? Sitaki kuungaunga maneno. Tunapitia tarehe 8 mchafukoge ambao umetokea tarehe 8. Hii hapa. Nitaisoma sehemu ya para ya 3. Hii para ya 3 nasema baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo 1, timu mwenyeji 2, wala mamlaka ya uwanja. Sijui mnaelewa? Ni kama walivamia. Mnaelewa? Maana Simba walijua kabisa hii mechi acha si twendeni hivyo hivyo. Kwa sababu mwanzo mwa msimu vilabu vinakutana kama bodi kukumbushana mabadiliko ya kanuni mpya katika msimu husika. Sawa? Hii hapa bodi wameandika wao. Unanipata vizuri? Sasa kama Simba walihusika kwenye issue hii, walikuwa kwa sawa kikanuni, lakini ilibidi kumbe wawasiliane na maofisa wa uwanja, wa timu mwenyeji na meneja. Sasa unakuja kuona na hapo wakaenda mbali wakasema wanasema katika taarifa hizo kamati ilibaini kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga, sawa, walishiriki tukio kuzuia basi la Simba kuweza kuingia wapi? Uwanjani. Na nukuu nyingine, kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo, sawa, ambaye ameidhinisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi ya ligi kuu imeamua kuhairisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34.1 mabano 1.3 ya ligi kuu kuhusu kuhairishwa kwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe. Imetoa? Hapana. Kwa nini unakuja kuleta taarifa ya mchezo wakati haujatukumbusha kile ambacho kilitokea nyuma? Ingekuwa simple tu. Kamati ya usimamizi na uendeshaji baada ya kufuatilia kwa kina tukio ambalo lilitokea Machi 8 imebaini. Unanipata vizuri? Imebaini kwamba Yanga iliwafanyia fujo Simba Sports Club, iliwanyima haki yao. Sasa kutokana na hilo, Yanga tunaiadhibu kitu fulani na mechi tunaipanga siku fulani. Short and clear. Yanga singeenda kasi. Wewe tukazako tu from nowhere huko na kuja kusema haiwezekani. Hakuna mtu mjinga nchi. Mjinga atakayenipinga tu mimi kwa hiki ninachokisema. Lakini ukweli usiopingwa ni hivyo. Walete hapa wamebaini nini? Sasa nawakumbusha bodi ya ligi na TFF. Wako Karume. Sio kwa sababu ya KMC.
wako Karume, sio kwa sababu ya Dodoma Jiji. Haki ya matangazo, value yake ni Simba na Yanga. Walete ubishi. Yanga wapeleki timu uwanjani. Subiri uone. Sitaki lawama. Huo ni ukweli usiopingika. Hata mimi nataka majibu. Watanzania tujifunze kuagi ule waraka. Walisema atakuja na uchunguzi, hawajaja nao. Uko wapi? Unaelewa vizuri? Walete uchunguzi ambao umeufanya dabi kuahirishwa, uko wapi? Na nyewe waandishi, shida ni kwamba ni hata waandishi nao pia ndio changamoto. Ndio mimi naomba niwapige hata nyie. Kwa sababu haiwezekani mnakwenda kwenye press za bodi, hamuoji. Nendeni mkaoji. Bodi ya ligi mlisema mtafanya uchunguzi kuhusiana na tukio la Machi 8. Majibu yakoje? Mnatoa ratiba? Nendeni mkaoji. Waandishi wengi sasa hivi wamekuwa machawa tu. Hii inazungumza very clear. Yoyote atoke aseme hapa. Chuma cha Mjumani kimoja Tanzania nimeongea mimi. Nani kaenda kuoji? Mmeenda kuoji? Mmeenda kuoji? Ratiba imetoka. Yes, mnafuata content. Sio mbaya, lakini je, mmekwenda kubalance? Huo ndio uandishi. Bodi mlisema mtafanya uchunguzi. Tatizo lililosababisha dabi ihairishwe. Mmeenda kuoji? Hamjenda kuoji. Maana yake nini? Tasnia ya habari inaporomoka. Watu wanaangalia content tu hapa. Haiwezekani. Nendeni mkamfuate Kasongo. Mkamfuate Mguto. Unanipata vizuri? Yeye ndo atupe majibu. Mimi naungana na Yanga Africans katika hili na wako sahihi. Uwezo ukapeleka timu wakati hujapata majibu ya uchunguzi. Wao watakuwa mwendo wazimu. Chuma cha Mjerumani, kama majibu hayatapatikana na msimamo wa Young Africans ukaendelea pale pale na dabi tarehe imeshapangwa, nini hatima ya Young Africans asipopeleka timu uwanjani? Mimi sioni hatima ya Yanga, ila hatima ya bodi ya ligi na TFF. Bodi ya ligi na TFF? Hatima ya bodi ya ligi na TFF. Kivipi? Nchi hii Simba na Yanga ni nchi. Simba na Yanga sikwambie mtu babu, wakitaka jambo lao. Kwa nini? Haya yote wale ambao tumewapa dhamana ya kusimamia sheria wameshindwa. Bodi ya ligi na TFF wapo kwenye mtego, wajichanganye. Kata pointi 15 za Yanga Afrika ndio washushe daraja. Kama unaweza. Unaona hilo haliwezi kutokea. Nisikilize. Italy imekuwa rahisi kwa sababu wenzetu wamenyooka, wanafuata sheria na kanuni. Sawa? Wenzetu wameamua kujua mpira ni professionalism. Haujalishi wewe ni giant kwenye ligi yako. Umekwenda kinyume na utaratibu na sheria, wanakunyoa. Na hakuna kelele. Juventus ilipigwa. Si ndio? Ikakatwa alama. Ulisikia kelele? Lakini kwa nini kwetu kelele? Kelele hizi zipo kwa sababu huu ugonjwa tumeolea muda mrefu. Ndio nasema bodi ya ligi wakate alama 15 za Yanga, waishushe ligi kuu uone hapa. Dadeki. Kwenda story ikawa kubwa kuliko. Nisikilize wewe. Wewe unayekata pointi, ndio unaondoka. Nisikilize. Simba na Yanga. Mamlaka ile. Nisikilize. Mamlaka wapi? Mamlaka wapi? Mamlaka si ungesimamia mamlaka hapa. Wewe si mamlaka, njoo na majibu ya mamlaka sasa. Umebaini uchunguzi kwamba kuna shida sehemu fulani, tuletee majibu. Yaani wewe Yanga hii ukate point ishuke daraja Yanga Afrika. Yaani Yanga ikacheza na Biashara United Championship. Hiyo ligi inaangalia nani? Arudulizane hapa. Yaani Yanga unawanyoa ligi kuu. Wewe bodi ya ligi unapata hela wapi? Vilabu vilivyobaki. Kama vipi? Simba na wengineo. Ligi hii Simba na Yanga ndo icon ya soka la Tanzania. Hawa wameshalikoroga, walinywe. Kwa discipline kubwa wawaite hao wote. Wakae kiti kimoja, wamalizane kwa hekima. Naomba nieleweke. Sichochei ugomvi. Sawa? Watanzania ni wazuri sana kwenda mbele, huyu mtu anachochea ugomvi. Sichochei ugomvi. Ila ninachokisema, bodi ya ligi walishalikoroga wao muda mrefu. Na ndio maana nikasema Juventus walikatwa alama. Ulisikia kelele? Ni kwa sababu wenye mamlaka ambao wamepewa mamlaka wanafuata sheria na kanuni. Sawa? Sasa leo hii wewe kata pointi za Yanga. Sitaki lawama mimi. Kata pointi za Yanga Africans. Na Yanga wana haki ya kutaka majibu ya uchunguzi. Yaani Yanga wanataka ni majibu ya uchunguzi tu. Sawa, mlibaini nini? Rushwa. Nani kapeka hongwa? Sawa, mlibaini nini? Ugomvi. Nani kaumia? Tunaomba majibu.
rushwa TAKUKURU hapo, si ndio? Uvunjifu wa amani, kamanda Mulilo yupo na vikosi vyake, si alikuwepo? Wakamuoji. Unakuja kuleta ratiba from nowhere? Haiwezekani. Lete majibu ya uchunguzi. Sasa bodi ya ligi lazima wajue Simba na Yanga ndo maisha ya Watanzania. Simba na Yanga ni maisha ya online TV zote. Nyie mmeshawahi kuoja beza KMC nyie? Unapata content, anaangalia nani nchi hii? Ndio ukweli sio pingika. Manake ili content za online ziende ni short ya Simba na Yanga. Uongo kweli? Wote unaoona mimi ndo nani, si ndo senior, si nini, senior wapi? Simba na Yanga tu. Content. Leo ishuka Yanga Afrika, nyote mnapata content. Content ya zieni na mtakuwa maskini kishenzi. Sio kuna watu watashuka nayo. Nani anashuka na nani she? Na nani? Yaani wewe Yanga iko ligi kuu unapata content gani? Baki. Ya Dodoma. Ken Gold ambao ameshajifia. Prison. Unapata content ipi? Tuongea tu leo kweli. Kwa sababu leo hii watu Dar es Salaam hapa wanasukuma marenji kwa sababu ya Simba na Yanga. Wana maisha mazuri kwa sababu ya Simba na Yanga. Simba na Yanga zimetoa fursa kwa online media. Leo mna enjoy, mnapata content, mnapata pesa zenu kwa sababu ya Simba na Yanga. Kwa sababu ya Pamba na Dodoma. Naombeni clip hata Dodoma na Pamba na watu wangapi mpaka dakika hii ambao mmeipandisha nyie. Nitajieni hapa. Kwa bodi ya ligi watazunguka, huu ni mzunguko wa dawa ya mbutu. Mimi nakwambia waikate pointi Young Africans. Afu uone hatima ya yote haya chuma cha Mjerumani. Ulizungumzia hapo hekima wakae chini. Hiyo ndo hatima yake. Hapa ni kukaa chini, hakuna namna. Na lazima wajue kwamba ligi yetu mahali ambako tulikoipeleka ni pakubwa sana. Na kuna kila sababu ya kuweza kupata wataalamu wa ndani, kwa maana ya kwamba wanasheria watusaidie. Leo iweje ukamtoa mwanasheria ambako ligi yao kwenye mbovu aje akusaidie wewe? Lazima tukuchafue. Leo Wakenya wanafurahia huko. Wametugonganisha huko Tanzania. Wao ligi yao mbovu kule. Umeenda kumchukua mwanasheria akakutafsiria vitu vingine kabisa, maskini ya Mungu. Sisi tunagombana huku, wenzetu wanashangilia kule. Dabi yao ni mbovu vibaya mno huko. Nyie muona ligi ya Kenya ilivyo. Viwanja vya hovyo, kasema gombaneni. Yale ambayo anasema jana Mama Samia Suluhu Hassan, tuwe makini kwenye kufanya maamuzi kwa mustakabali wa taifa letu. Tusikubali kila kitu tunakipokea au nakipokea. Haya ndo haya. Mwanasheria sina sikia ito sio Onyango nani, sio Onyango Tieno, sio Onyango sina. Katuingiza chaka. Tunagombana tu hapa. Kwa hiyo hatima ni kuweza kutulia. TFF, bodi ya ligi, Simba, Yanga, asionekane mtu akutunishiana misuli. Wakae kiti kimoja wayamalize. Simba na Yanga wanaelewana sana. Yaani hawa ni vita za dakika 90. Ukitoka huko nje wanakunywa pamoja, wanapiga story pamoja. Wawaite tu walimalize, maisha mengine yaweze kukaa sawa. Lakini vinginevyo pokonya alama 15 za Yanga Africans washusha ligi kuu. Karume ubaki. Asalamu alaykum.